Kuna wenzio wanaume huko nje ambao huvutia wanawake kwa kiwango cha juu zaidi. Wanafanya hivyo bila hata kujitahidi sana. Lakini upande wako wewe uko kwenye wanaume ambao hawawezi hata kupata mwanamke. Ndio maana unakuwa na uchungu na hasira za hovyo bro. Utasikia mambo kama wanawake wote hawana maana au hawafai, kupotezeana muda tu. Mbona kwa hasira hivyo? Kwani wanawake mnamkoseaga nini huyu? Basi majina yenu tunayo yote. Nyinyi ambao mnaamka na hasira hivyo, ni kwa sababu unaamua tu kukata tamaa kabisa bro. Si ni bora ungekubali kwamba unahitaji kujiboresha? Usichoke brother. Kuna msema ambao wazungu wanasema, don't rather give up completely, you need to improve. Ukweli ni kwamba wanawake wanaweza kufanya maisha yawe yenye furaha zaidi. Ni vizuri kuzingatia maendeleo yako binafsi, lakini lazima uwe mkweli kwa nafasi yako kwanza. Usianze kulaumu wanawake kwa mapungufu yako mwenyewe. Badala yake, jifunze kupitia mafunzo kama haya na ujiboreshe unapokutana nao katika maisha halisi. Kwa kifupi ni hivi, kufanya hivyo utaweza pia kuvutia mwanamke yeyote unayemtaka. Leo tutazungumzia mambo matatu yatakayo kufanya uwe wa kuvutia sana kwa wanawake. Mimi ni mzee wa straight to the point. 1. Nguvu na nishati ya juu. Wanawake huvutiwa na mwanaume mwenye nguvu halisi, mwenye nguvu kali na kujiamini. Wanawake wanatamani mwanaume aliyejaa ujasiri na nishati nyingi. Lakini ninaposema hivi, simaanishi uanze kuigiza kama mcheshi au ujifanye mjinga, hapana. Hebu nikupe mfano. Je, unayajua maisha ya sokwe? Kuna yule sokwe mkubwa anayeitwa Silverback. Yule ndiye kiongozi wa kundi la sokwe. Katika kundi lao kuna wanaume na wanawake wengi sana, lakini yule kiongozi Silverback ndiye mwenye uwezo wa kuwa na wanawake wote wa kundi hilo. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye kiongozi mwenye nguvu, mwenye mamlaka na nishati kubwa. Akipingwa na sokwe mwingine mdogo au hata mgeni kutoka nje, Silverback hupiga kelele, hujipiga kifua chake, huonyesha meno yake, kisha ukimbilia mbele kwa nguvu. Yaani vita ni vita. Lakini pamoja na nguvu zake zote, anaweza pia kujishusha sana sometimes na kuwa mpole sana sometimes. Mara nyingi hufundisha watoto wadogo nini chakula na nini sio chakula, na jinsi ya kujenga sehemu zao za kulala. Huwafundisha hivyo. Huwafundisha hata wanaume wachanga jinsi ya kupigana, na mara nyingine hucheza nao kama sehemu ya kuwafundisha pia. Nataka niwe wazi kabisa kwako bro. Hata kwa wanadamu kuna wanaume wanaofanana na sokwe, na mara nyingi huwa na nishati kubwa zaidi kuliko wanaume dhaifu. Hili ni jambo muhimu sana la kujifunza kwa mwanaume anayependa kufanikiwa maishani, lakini watu wengi huwa hawalizungumzii kabisa. Nikwambie tu ukweli, mahusiano ni 50% ya mafanikio yako. Sasa ni lazima uyaelewe zaidi uyatumie, au uyaelewe zaidi usiyatumie, lakini ulazima wake ni uyaelewe. Usipoyaelewa umeshindwa kufanikiwa 50%, hata uwe bilionea. Ukweli ni kwamba tayari una nishati nyingi ndani yako, lakini hujui. Na pia dunia ya kisasa inatufundisha njia nyingi za kuipunguza bila wewe kujua. Baadhi ya dawa ambazo watu hupewa hospitalini hupunguza nishati. Kutazama sana maudhui ya ngono mtandaoni pia hupunguza sana nguvu zako. Badala ya kuanguka kwenye mitego hiyo ya kisasa, unaweza kuongeza nishati yako bure kwa kufanya mazoezi, kupata mwanga wa jua, kulala vizuri. Na pendekeza mashindano pia ni mazuri kwa sababu yanaongeza testosterone kwa wanaume. Lakini katika dunia leo kuna watu wanaanza kudharau ushindani na wanajaribu kufuta kwa kumpa kila mtu tuzo ya kushiriki hata kama hajashinda chochote. Kuwa makini bro, na kujua vitu vinavyokupa nishati na vitu vinavyoipunguza ni vizuri sana, maana kuna mitego mingi zaidi inayopunguza nguvu za mwanaume, lakini tutazungumzia hilo kwenye video nyingine. 2. Kuwa na mvuto wa tabia, karisma. Wanaume wenye karisma hupendwa na watu wengi sana, na pia ni wenye nguvu na mchanganyiko unaowavutia sana wanawake. Karisma hukuwezesha kuwa kiongozi wa watu wengi katika kundi, kuwafanya wakusikilize, kuwashawishi wakubali mawazo yako. Ni sehemu muhimu ya kuwa kiongozi anayepata watu wanaomfuata kwa uaminifu. Karisma. Watu wengi udhani karisma ni kitu cha kuzaliwa nacho tu. Ndiyo, ni kweli. Na kama ulizaliwa tu, basi una karisma ndani yako. Na ukweli ni kwamba unaweza kujifunza jinsi ya kuikuza.
Tayari tumeshazungumzia kuhusu kuwa na nishati kubwa ambayo ni sehemu muhimu ya karisma. Ili kuwa na karisma, fanya hivi. Sikiliza zaidi kuliko unavyozungumza. Uliza maswali mengi zaidi ili kuelewa na sio kuuliza ili kusumbua watu. Weka macho yako kwa mtu unayezungumza naye. Siku hizi wamekuletea mashini ya kuuliza maswali. Uliza tu. Uliza kabisa mpaka uchoke, lakini uliza sana sana yale usiyojua kiundani ili uyajue. Tumia ishara za mwili kama kutabasamu, kukubali kwa kichwa au kuonyesha hisia kwa kuzingatia sana. Angalia mtu machoni unapozungumza naye. Huonyesha uwepo wako, kujiamini, mamlaka. Sasa nisikilize bro, maana kuna watu wanakurupuka maana tukisema angalia mtu machoni bro, jadhari usiitwe mchawi. Sio kumtazama bila kupepesa macho, lakini hakikisha unamtazama unapoongea naye na unapotoa maneno, sio kumkobolea macho bro. Na jambo muhimu ni kwamba usipoteze maneno. Baadhi ya wanaume si wajasiri kabisa, wengine ni wanyenyekevu na wengine wana mchanganyiko wa vyote, lakini ujasiri kosa. Tafuta ujasiri bro. Lakini yote hii haijalishi wewe ni wa aina gani, chagua maneno yako kwa umakini. Wanawake wanapenda mystery, fumbo, siri. Na njia rahisi ya kuharibu fumbo ni kusema kila kitu kuhusu wewe mwenyewe. Bro, kuwa na ufahamu wa thamani yako. Ukijiona huna uwezo au ukijidharau kila wakati, itakuwa vigumu kuwa na karisma. Jione kama mtu mwenye uwezo mkubwa na tembea kwa mtazamo huo. Tembea kama mwanaume anayejua, anayewaza kupata mwanamke yeyote. Na jambo la mwisho, usijaribu kumpendeza kila mtu. Mtu mwenye karisma huwa hampendezi yeyote. Unapojaribu kumpendeza kila mtu, unapoteza ladha, unapoteza mvuto, unapoteza utu wako, yani unapoteza onjo. Inaweza kuonekana ajabu, lakini kutokuwa na hofu ya kumkera mtu kwa wakati mwingine huongeza heshima yako bro. 3. Nukia vizuri na vaa vizuri. Najua tumezoea kusema usimhukumu mtu kwa muonekano wake. Umesema usimhukumu, lakini watu wanahukumu bro. Hata kama tulisema tuige mfano wa sokwe, sawa, ila sio kunukia kama sokwe. Ukweli ni kwamba muonekano wa kwanza una umuhimu mkubwa sana, hasa kwa wanawake. Kama unanuka vibaya na unaonekana kama mtu asiyejali muonekano wake, hautavutia mtu yeyote, na sahau kuhusu hili. Hatua ya kwanza ya kunukia vizuri ni kutokunukia vibaya. Unadhani na mengi ya kusema? Hapana. Chagua cha kufanya. Hatua ya kwanza ya kunukia vizuri ni kutokunukia vibaya. Hakikisha unazingatia usafi. Oga kila siku. Tumia sabuni. Safisha kinywa chako vizuri. Usisugue meno tu, pia safisha ulimi wako kwa vifaa maalum vya kusafishia ulimi. Kama hujala kwa muda mrefu, tafuna gum ili kuepuka harufu mbaya ya kinywa chako brother wangu, mwanamke anakutaka ndio, lakini kinachomkimbiza ni harufu ya mdomo wako. Wanawake wanachoona cha kwanza ni nywele zako, ndevu zako, kisha harufu ya mwili wako, usafi wako kwa ujumla. Kama suka vizuri. Kama kata nywele mara kwa mara. Kama una ndevu, tafuta mtindo unaokufaa. Kama unaona mimi ni mfuga nywele, hakikisha hazifanani na manyoya ya mbwa. Baada ya hapo ndipo unaweza kuchagua perfume unayoipenda. Kama mwanaume, unaishije mwanaume huna perfume bro? Hiyo inakaje kwanza? Unadhani harufu yako ya jasho inafanana na perfume yoyote? Hapana, usitudharau hivyo. Baada ya hapo nilisema ndipo unaweza kuchagua perfume unayoipenda, sio perfume inayonukia vizuri, maana hakuna perfume inayonukia vibaya. Chagua unayoipenda. Kuhusu mavazi, lazima uzingatie pia umbo la mwili wako bro. Kuna mtu ni mrefu, kachagua nguo za watu wafupi. Unataka uonekaneje bro? Kama mti uliokosa majani. Nasema kuhusu mavazi, lazima uzingatie pia umbo la mwili wako. Wanaume wawili wanaweza kuvaa nguo zinazofanana, lakini kwa mmoja zikaonekana vibaya sana na kwa mwingine zikaonekana fresh. Kwa hiyo, hacha kukopi kila style unazoziona. Kila mtu ana mtindo wake. Tafuta mtindo unaokufaa. Ni muhimu kujua kuvaa katika mitindo tofauti kama casual, class, sport. Hii sio muhimu kwa wanawake tu, bali pia kwa mafanikio katika maisha. Wewe unaenda kwenye mkutano wa kibiashara, alafu umevaa hovyo. Unadhani watu watakuchukulia kwa uzito huo? Hapana. Hata kama wewe hujui kuchagua mavazi, ndo utuvalie nguo za kuogelea kanisani bro. Hii haiwezekani kabisa. Jiangalie bro. Unapotaka kitu lazima ukae mkao fulani ili kije chenyewe. Huenda upendi ukweli huu, lakini ndivyo dunia ilivyo. Kwa hiyo, chukua muda kujifunza mtindo unaokufaa.
Basi usisahau kuonesha upendo kwa kusubscribe ili na mimi nijue kwamba ulipita hapa. Bonyeza hiyo like na uache comment yako. Na pia kama mwanaume ukipenda kupanda ngazi kwenye maisha, usikose kusoma kitabu changu kinachoitwa Siri ni Gizani. Humu utakutana na mengi zaidi brother. Sijui tu kama upo tayari kufungua siri za gizani. Siri ni Gizani bro, hapo tunaambiana masiri mengi zaidi. Subiri tu nikwambie utakayoyakuta humo. Humo katika Siri ni Gizani kuna ushawishi na mvuto. Je, uko tayari kuchukua udhibiti wa maisha yako, kuvutia umakini wa watu na kugundua siri zilizofichwa za ushawishi? Siri ni Gizani ni mwongozo maalum kwa mwanaume anayetaka kujijenga, kujiamini na kuelewa kwa kina saikolojia ya mahusiano. Kitabu hiki kinakufundisha namna ya kujitawala, kinakufundisha kuongeza thamani yako kama mwanaume. Kitabu hiki kinakuelekeza nguvu ya akili katika kuvutia na kuongoza mahusiano. Ndani ya kitabu hiki utajifunza jinsi ya kuwa mwanaume mwenye thamani kubwa, ambaye kwa asili huvutia heshima na mvuto kutoka kwa wanawake. Siri za Gizani utajifunza siri za kuelewa akili na hisia za mwanamke na kujenga mahusiano yenye nguvu na mvuto wa kweli. Katika Siri za Gizani utajifunza nguvu ya kujiamini, mvuto wa asili na udhibiti wa hisia katika mawasiliano na mahusiano. Katika Siri za Gizani utajifunza mbinu za kushinda kukataliwa, kujenga ujasiri na kubaki imara katika hali yoyote ya mahusiano. Mikakati ya kisaikolojia inayokuwezesha kuimarisha maisha yako, pia maisha ya kijamii, kimahusiano kwa busara na ufanisi. Kumbuka, maarifa mengi yenye nguvu katika maisha haya hayapo wazi kwa kila mtu. Mara nyingi siri kubwa za maisha hupatikana gizani. Kwa wale wanaothubutu kutafuta ukweli, ni lazima wataupata tu. Unaweza kudhani umejua mengi katika mahusiano, lakini je, ukigundua kuwa ni uongo utafanya nini? Kwa kupata kitabu hiki nitumie neno Siri ni Gizani inbox. Namba yangu ya WhatsApp iko hapo juu kwenye cover ya chaneli yetu, na pia nimeiandika kwenye description ya chaneli hii ya AEJC Speaker. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni AEJC Speaker na hapa tunaangalia maukweli ya maisha.